roho ya mpinga Kristo ipo kukutafuna wewe usiwe thabiti katika imani. Mojawapo ya jambo ambalo Mungu amelieleza sana kwa watoto wake ni kuwa na imani thabiti. Thabiti. Haleluya, haleluya. Kusimama thabiti katika imani. Kwa hiyo kazi ya mpinga Kristo baada ya Yesu kuondoka duniani ilikuwa ni kuja kulidhoofisha kanisa. Kumdhoofisha anayeamini. Kumdhoofisha anayepokea imani. Kumdhoofisha anayempenda Mungu. Kumdhoofisha anayekaa katika njia za haki. Hiyo ndio kazi ya mpinga Kristo. Na ndio maana nisikize vizuri sana. Nilikuwa nafuatilia najifunza hii namba ya mpinga Kristo, hii chapa ya mnyama. Watu wengi wanawaza hii chapa ya mnyama ni kukuzuia tu kuingia katika ufalme wa Mungu. Chapa ya mnyama hii inakudhoofisha na kukufanya kuwa mateka. Haulazimishwi. Ni kama nilivyotoa mfano. Unahitaji kuolewa na mtu wa imani fulani, na wewe ni wa imani fulani, lazima uikatae imani yako. Anakuambia mimi nimekupenda, na ukimwona yule mtu ana masilahi, lakini bwana mimi imani yangu lazima unifuate. Shetani hawanyang'anyagi vyote mawakala wake. Anaweza akamwachia uzuri wa sura, akampa cheo kazini, akampa namna gani ili wewe unaso. Kwa hiyo wewe unachoambiwa tu si Mungu wetu ni mmoja. Hizi dini ndio mafundisho ya mpinga Kristo. Hizi dini ni magari. Mwingine amepanda bajaji naye anafika. Bajaji haifiki Amerika, usidanganywe. Huwezi kutoka hapa na bajaji kwenda Nigeria. Lakini mhubiri wa uongo anakuambia, makanisa haya ni kama mabasi tumepanda. Huyu atapanda daladala, huyu atapanda hiki. Kuna magari mkwecha hata wewe mwenyewe unaenda Mwanza uyapande ukilikuta stand. Maana wewe kupanda likakuadabisha. Likikimbia tu kufika 00 limekufa. Wanatengeneza masaa mawili linawaka. Likifika Bunda limekufa. Yaani Mwanza kutoka Msoma kwenda Mwanza mnafika saa 8 usiku. Halina mbio wala. Hata hii barabara ya Majita tu. Kuna magari zamani tulikuwa wanaogopa kuyapanda. Kutoka tu hapa limeshaharibika, Bwale chuona hapo likuta limeshaharibika. Watu wako chini, linatengenezwa. Unakimbia Mkira unakuta limeshashusha watu. Majita linafika saa 12 jioni. Kwa hiyo tukichukulia falsafa ya kwamba kanisa ni gari, basi kuna magari mabovu. Ukipanda ndani ya hayo magari, siku nyingine utamani tena utakapotupa jehanamu. Na bahati mbaya safari ya mbinguni sio kama ya duniani. Kwamba utafika utarudi utasema hili sipandi tena. Kanisa la namna hii. Dereva huyu sababu wachungaji basi sisi ni madereva. Mwendo wake ni kasi. Ni dereva mlevi. Ajali usalama wa abiria. Anaingiza gari kwenye daraja. Lakini safari ya mbinguni ukishapoteza direction, yule dereva akakuingiza kwenye daraja, umekufa milele. Umepotea milele. Kwa hiyo ndio maana safari ya imani lazima uwe na akili ya kutosha. Unapoanza kupanda gari, pale unapokaa ile seat lazima uhakikishe iko comfortable. Inakufanya relax. Comfortable maana yake inakufanya ujisikie kuwa na raha, kujiachia. Haleluya, haleluya. Imani haikupi hukumu. Kuna watu shida imani inakupa hukumu mpaka wewe mwenyewe unakosa amani. Hivi imani ndio ingia. Hivi kweli itanifikisha mbinguni au vipi? Hivi kweli mchungaji huyu ni wa Mungu? Yaani uko kwenye contradiction, uko kwenye mgogoro mkubwa ndani yako. Ila unaenda kwa mazoea. Epuka hivyo vitu. Imani kuwa na uhakika. Ukipoteza uhakika wa unakoabudu, mbinguni ufiki. Amen, amen. Utabaki ni mtu wa kuokota mafundisho. Leo hapa, kesho pale, leo kwa mwalimu huyu, kesho kwa mwalimu yule.